twende kwa Ali Bakari ambaye yuko mtaani. Ali, tuna vitu viwili ambavyo tumeweza kuvigusia asubuhi. Kwanza nataka na hamu mashabiki wanaichukuliaje draw ya kombe la dunia ambayo imefanyika jana na kila mtu kaiona, na matamanio yao ni nani? Argentina ndio bingwa mtetezi. La pili, asilimia kubwa humu ndani tunatamani Selemani Matola awe kocha mkuu Simba. Au nadanganya? Uko sahihi. Kwa hiyo tunataka pia tufahamu mashabiki, je, nao wako kama sisi? Asante sana Filipo Cyprian. Sisi bwana tumeamkia eneo la Riverside, kama unavyoweza kuona ni eneo lenye heka karibu kabisa na barabara ni Nelson Mandela Road. Huko unakoona huko ni upande wa Ubungo. Ndio harakati ambazo zinaendelea hapa, lakini pembezoni hapa kuna kijiwe cha magazeti ambapo watu kama kawaida wamedamka asubuhi hii kuweza kupitia magazeti hapa. Unaweza kuona wengine wamevaa kama wachezaji kabisa. Huyu bwana yupo full, yani inaonesha kabisa huyu Yanga wake hauna mashaka ndani yake. Lakini wapo pia watu wa Simba na jezi zao za Simba Sports, kumaanisha kwamba wao ni mashabiki wa Simba. Umezungumzia vitu viwili, draw ya kombe la dunia ambayo imefanyika jana Marekani usiku, na sisi tuliirusha live kupitia Azam Sports 2 HD kuanzia majira ya saa 2. Lakini pia umezungumzia Selemani Matola ambaye kwa sasa ndo ameshika jahazi la Simba Sports, na kama ulivyosema ya kwamba ndoto zako wewe Filipo na umewashirikisha wenzako kwamba mnatamani kuona akisalia pale Msimbazi kuliongoza jahazi la Simba Sports. Wacha tuwasikie wenyewe wenye timu zao kama unavyoona wapo hapa. Je, Selemani Matola aendelee kubaki ama vipi? Tutasikia kwa uchache sana. Tuangazie magazeti yanasemaje Filipo Cyprian. Gazeti la michezo lililopo hapa ni Mwanasport ambalo lenyewe linasema Simba yatua Barcelona, Masta wamtaka Matola, na picha inaonekana hapa. Bila shaka histori uliipitia hapo studio. Huku pembeni Pedro awaka Yanga, asema Masta wamezingua, azungumzia mkwanja wa Jigi Diara. Singida TRA United, mechi ya kisasa. Hizi ni mechi za leo hii. Kuna mechi mbili leo za NBC Premier League. Lakini pembeni kweli kuna picha ya Selemani Matola. Hata hivyo, mara baada ya pambano la juzi dhidi ya Mbeya City na wekundu hao kushinda kwa mabao 3-0, baadhi ya mastaa Simba walionyesha kufurahishwa na kazi nzuri ya kocha Selemani Matola na kutaka uongozi. Yes. Alafu kuna mzizima Dabi Filipo Cyprian na watazamaji wa kurasa za mwisho. Mwananchi panda nyuma Pedro anasema ratiba ni ngumu. Huyo ni kocha wa Yanga. Yes, hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yameandikwa katika magazeti hapa. Nyuma huku gazeti la Uhuru, mabao ya mnyima usingizi Matola. Ninafikiri tatizo letu ni kutumia nafasi. Tuna kazi kubwa sana ya kubadilisha nafasi kuwa mabao. Hayo ni maneno ya kocha Matola. Sasa tuzungumze na wenye timu za. Kwanza tuanze na mashabiki wa Simba. Tuwasikie wanasemaje kuhusiana na uwepo wa kocha Matola. Labda ndugu yetu hapa. Bwana sogea hapa. Mambo vipi? Safi. Kwa namna ulivyovaa inaonyesha kwamba wewe ni shabiki wa Simba. Ni kweli? Ni kweli, unataka kusema mtangazaji. Wewe unaitwa nani? Naitwa Amos Sebastian Bagatu. Ushabiki wako hauna mashaka? Hauna mashaka hata kidogo. Hauna doa? Hauna hata chenga. Uliyapokeaje matokeo dhidi ya Mbeya City? Kiukweli niliyapokea vizuri. Dhidi ya Mbeya City, kama unavyojua Mbeya City inavyosumbua. Cha kwanza ukitaka kujua kama Mbeya City inasumbua, muulize mtani kwanza. Mtani? Muulize mtani. Yupo, hebu sogea mtani. Sogea bwana. Mtani wako si ndio huyo? Bwana, unakumbuka matokeo yako ya Mbeya City? Nakumbuka baba. Hiyo ilikuwaje? Kwani kule kwao wakija kwetu tunafanyaje? Kule kwanza kwao yalikuwaje? Ni ndio hivyo 0, ni point nani bila. Ukaondoka na pointi moja. Sawa, mtani kajibu. Nimeshamlipia kisasi. Mtani nimekulipia kisasi. Sawa. Nimepiga tuma hizo 3. Sawa, hebu tuende kwanza. Timu yako imeongozwa na kocha Selemani Matola, na msimu huu mechi ambazo ameziongoza Matola amekuwa akipiga 3-3-3. Anashinda Simba Sports. Wewe kama shabiki wa Simba unafikiri kuna haja ya kumwacha Matola aiongoze Simba kwa sasa?
Kwa upande wangu, cha kwanza sisi wa Tanzania huwa tunaga uvumilivu hata siku hii, hata siku moja. Sasa hivi kila mtu anaomba Matola. Ila mimi kwa upande wangu Matola siwezi kumpima kwenye game ya Mbeya City. Matola nitampima angalau kuanzia game ya kesho ya Azam. Unasikia? Nitampima na Esperance de Tunisia. Ndio nitamwona kwamba Matola je, anafaa kubaki Simba. Lakini ukiniambia kwamba mimi Matola ni mpime kwa game ya jana, ni kitu ambacho siwezi kufanya. Yani kama mimi mshabiki wa Simba siwezi kufanya hivyo, kwa sababu kaja Pantev, tumeona alichokifanya, kaondoka. Lakini ukiangalia kaka, katika hii michuano ya klabu bingwa, timu ambayo mnaongoza kutengeneza nafasi ni Simba mpaka sasa hivi. Je, sisi wana Simba tuliamua kumlaumu Pantev kwa kusalipi. Tumeingia kwa Mkapa, Morris nafasi ya wazi, so nafasi Mpanzu nafasi ya wazi. Unasikia kaka? Tumeingia Mali, so nafasi ya wazi. Budo nafasi ya wazi. Kaka, unataka Pantev atoe mguu wake ampe so akafunge? Sawa. Sitisha hapo. Subiri kwa. Dada yetu hapa wakati unaongea alikuwa anatabasamu sana. Mambo vipi? Unaitwa nani? Poa kwani. Wewe unashabikia timu gani? Mimi sina timu wangu. Wewe una timu kwani? Kati ya Simba na Yanga akifungwa nani unaumia? Yaani mimi atakayeshinda huyo namshangilia huyo. Yoyote unamshangilia? Ulishangilia juzi Simba alivyoshinda dhidi ya Mbeya City? Nilishangilia tu. Unawakumbuka wafungaji kidogo? Mimi siwakumbuki. Sawa. Hebu ngoja tupate mwingine. Tulia hapo mwanangu. Tulia hapa. Wewe shabiki wa Yanga. Unaitwa nani? Mimi naitwa mzee wa Yanga. Boda zote Riverside Ubungo nzima uliza kwa mzee wa Yanga wanakuleta hata karibu siku moja one day karibu home hapa. Wewe unapatikana sehemu gani? Hapa juu tu hapa. Wewe ni mzee wa Yanga? Ndio mzee wa Yanga. Yanga ikifungwa unajisikiaje? Mimi najisikia fresh tu kwa sababu nasema kwamba itajifunza. Umezoea matatizo? Nimeyazoea baba. Ulivyotoa sare na ulivyotoa suluhu na Mbeya City ulijisikiaje? Nilijisikia vizuri, nikasema kwamba sasa ndio atajua kwamba unajua ukishinda sana unaboteka. Lakini ukipigwa kidogo unaamka, hata kama ulikuwa na kausingizi unaamka kidogo. Sasa ni furahi, kasema sasa hivi watajipanga. Ndio maana hata kocha wetu Petro akasema mimi target yangu ninataka kombe la klabu bingwa lije Jangwani, wote tukashangilia. Akasema kwamba unajua katika Afrika timu yenye makocha watatu wenye CV kubwa barani Afrika ni Yanga tu, na ina uwezo wa kuwalipa bila mbambamba. Umeona, kuna Malawi, kuna huyu na Mreno na msaidizi wake. Wana CV kubwa barani Afrika. No, na wanapewa hela nyingi, wanalipa hela nyingi. Mnalipa hela nyingi? Sana baba. Ndio maana hakuna shida baba. No problem, hakuna shida baba, hakuna shida. Ulipomwona Mtani kashinda goli 3 mbele ya Mbeya City, wewe ulijisikia? Hebu niambie nikuulize, walikuwa wachezaji wangapi uwanjani? Wewe nijibu mwenyewe na walikuwa wanacheza wachezaji wangapi? Walikuwa wangapi? Vijana walianza kasi baba. Dakika 18 wakaona hawa wanaweza wazee wakaibishwa hapa. Nyekundu. Keta amempiga kiwiko. Akapigwa nyekundu. Yaani anapunguzwa speed ile. Sasa Simba shambulieni sasa. Wanakwenda. Nakwambiaje kwa Simba hii? Mimi tangu walianza kusajili niwaambia kwamba Simba bado kabisa, wakanikatalia. Mpanzu si nani, soa Singida, alikuwa Singida amepewa bure si nani. Nikamwambia sikilizeni. Kwa mwaka ambao umesajili vibaya ni Simba ni mwaka huu. Sasa nikwambie kitu. Changanya Soa, Mpanzu na huyu Majabri huyu wanamsifia, ameingia na Mohamed Majabri huyu. Changanya watatu hawa. Soa, Majabri na Mpanzu. Unapata Pakome huyu? Bwana tafadhali. Kusanya kijiji baba. Muuliza hata mama nani. Hebu ngoja. Ni kweli. Ngoja. Ni kweli. Anayosema kwa upande wa Pakome sijawahi kumpinga. Hata siku hii ni mchezaji anayejua, ni mchezaji mwenye quality. Sawa. Lakini swala la kuniambia mchanganye Mpanzu, mchanganye Soa, mchanganye na nani? Na Bajabir. Mohamed Bajabir. Hebu rudia. Wewe tamka tena wewe. Mohamed Bajabir. Unakataa? Mtani katemka hapo. Bwana bro, mambo vipi ndugu yangu? Poa. Wewe unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Morgan. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi Simba damu. Bana, umesikia hapa mjadala wetu hapa kuhusiana na Selemani Matola ambaye ameongoza Simba katika mechi 3, lakini katika mechi zote 3 anashinda 3. Na juzi umeona pale dhidi ya Mbeya City. Kuna haja ya Simba Sports kumwamini Matola aendelee pale? Yaani mimi kusema kweli, yani mpira wetu pia uko kisiasa sana. Umeona? Na ndio maana hata viongozi ambao wako Simba pale mimi naamini pia upo kisiasa. Kwa sababu huwezi ukasema eti saa hizi tumwache Selemani Matola tuendelee kumwangalizia mechi zaidi ya 2-3
wakati Matola ashafanya kazi Simba sio chini ya miaka 10 na makocha zao zaidi ya, yani ni zaidi ya 10. Umeona? Yuko pale, makocha wanakuja wanaondoka, wanamwachia timu, anaweza kukaa nayo wiki 2, mwezi, hakuna chochote anachokifanya. Mpaka tunaona kuna haja ya kubadilisha kuleta kocha mgeni. Umeona? Sasa hizi huyu kocha anaitaka timu. Na viongozi wa Simba wanataka kujichanganya kumwachia timu. Wakisahau kwamba huyu jamaa ndo kirusi cha Simba. Kwa hivyo neno lako la mwisho kwamba hakuna inabidi atafutwe kocha mwingine. Ni sababu kwanza sio tu kutafuta kocha mwingine. Yaani mimi ninachoomba ni kwamba yani benchi la Simba lote natamani yani lipigwe chini. Akiwemo Matola apigwe chini. Ili kama kuleta benchi jipya, tulete benchi jipya ambalo litatubadilishia hata timu. Kwa sababu nachokiongea hicho kwa sababu amekuja huyo kocha mgeni ambaye ameondoka juzi. Pantev, meneja mkuu. Umeona meneja alivyokuja Simba? Amekuja Simba game ya kwanza amekabidhiwa ugenini kule. Amerudi na matokeo. Na kikosi alichokipanga kweli tuliona kikosi kinaenda kutuletea matokeo. Game ya pili pia ameshinda. Umeona? Alivyoshinda game ya pili Matola alikuwa hayupo. Alivyorudi Matola bench. Umeona kikosi kilichoanza hizo unazungumzia mechi za ligi ya mabingwa ama unazungumzia mechi za NBC? Alivyorudi kwenye ligi nani game za NBC. Matola alivyorudi, umeona kikosi kilichoanza kupangwa. Imekuja imepangwa tena game ya kimataifa. Umeona kikosi kilichopangwa, Matola yuko bench. Unamwekaje Budo striker? Una mastrika wote wako benchi. Hakuna mwenye majeraha hata mmoja. Alafu mseme kwamba eti kocha huyu hawa makocha wa kigeni wana makosa. Uangalie Yanga wale pale. Kuna benchi ambalo Yanga limekaa pale miaka 10. Hakuna. Tujifunze vitu vidogo kutoka kwa Yanga, lakini pia na sisi tuvitumie. Unakiri kwamba mnatakiwa kujifunza kwa Yanga? Of course. Kwa sababu Yanga ni watu ambao wanatamani mafanikio makubwa sana. Sasa huwezi kuwa na mafanikio kama una kocha ambaye anakaa kwenye benchi zaidi ya miaka 20. Hebu sema kufanya vizuri. Mzee wangu kwema. Kwema, habari yako? Salama, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Anthony Gustafa Komba. Wewe shabiki wa timu gani? Shabiki wa Mnyama Ali Garagara. Mnyama Ali. Umemsikia mwenzako hapo shabiki wa Mnyama? Ndio. Hebu wewe unamjibu nini? Kiukweli kuhusiana na nafasi ya kocha Matola ambaye ndo ameachiwa timu pale. Matola kivupi ameshindwa, hawezi. Wewe unahitaji timu kocha ni kubwa kuliko Matola. Kwa sababu Matola amekaa miaka mingi sana Simba na hana anachokifanya zaidi ya kuwaondoa watu wageni wanaokuja pale. Akishamwona kocha anamzidi CV, basi anachofanya mipango ya kumuondoa yule. Lakini kiukweli kwa timu ile kwa Matola haiwezi. Ile timu inahitaji kocha mzoefu na mwenye uwezo. Kocha wa aina gani mnamhitaji? Kwa mfano kocha aliyomtoa Pantev, mimi siyafurahiwa. Hana kosa lolote. Amefanya kosa gani yule mpaka mtoa? Tatizo la pale Simba viongozi wenyewe pamoja na wachezaji hawajitumi. Hawana ile spirit ya kupambana kama Yanga. Lakini wangekuwa na spirit ya kujitoa kama Yanga wanavyojitoa kwa hali na mali. Simba ile kocha ni mzuri sana, hana tatizo lolote. Kesho mnaenda kucheza dhidi ya Azam FC na nyinyi ndio wenyeji. Hii mechi unaizungumziaje? Hii mechi ni ngumu. Hii mechi ni ngumu, lakini kwa sababu Matola anatumia pale uzoefu ule na ujanja, anaweza kupata matokeo. Lakini mechi ni ngumu sana hii kwetu. Una wasiwasi na Azam iliyopo ya msimu? Sio na wasiwasi, Azam wazuri. Kwa sababu Azam toka wameanza hawajawahi kuingia kwenye group stage ya shirikisho. Kwa hiyo mpaka timu inafikia pale, maana timu ni bora. Kwa hiyo sio timu ya kuibeza, ile timu ni nzuri. Isipokuwa tu kuna mambo madogo ya kurekebisha Azam pale basi. Kwa mfano upande wa striker hawana. Umeona? Yule kitambaa bora bado hajafiti pale. Wanatakiwa watafute striker ambaye anayejua kabisa kupambana na goli. Asante sana. Umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Anthony Komba. Sawa. Philip Cyprian na watazamaji wa kurasa za mwisho, bila shaka mmeweza kuwasikia vizuri mashabiki hapa wamezungumzia hayo yote ambayo ulihitaji uyasikie kutokea hapa katika eneo la Riverside katika kibanda hichi cha magazeti. Ubishi bado unaendelea na watu wanaendelea kusoma magazeti na haswa wakiyachungulia yale ambayo yanahusiana na mambo ya michezo. Nirejeshe matangazo kwako. Mimi na mwenzangu Kastiko tunamaliza hivyo kutokea hapa Riverside. Okay, kwanza Ali, tunataka kufahamu pia kuhusiana na maoni kidogo tu ya makundi ya kombe la dunia kwa mashabiki. Najua mashabiki nao na timu zao katika kombe la dunia. Wanasemaje kuhusiana na hayo maoni? Kidogo tu alafu tutarejea tena studio. Sawa, kwa hiyo tuwasikie hapa. Ndugu zangu nimerejea tena. Mmetazama jana draw ya makundi ya kombe la dunia ambayo ilifanyika jana Marekani kule. Kuna yote ametazama hapa? Hiyo nimetazama jana. Unaizungumziaje yale makundi? Makundi kama 12 hivi yamepangwa jana. Kundi ambalo mimi niliona kundi baya la Morocco. Kwa kweli kwa upande wa Morocco inabidi akaze sana. Maana Morocco kwani kwa ukanda wetu ndio tunayemtegemea. Tunamtegemea sana Morocco. Ila mimi kwa upande wangu Morocco namuombea afanye vizuri. Kundi gani unafikiri ni kundi la kifo?
Kundi la kifo la Brazil. Brazil ndio kundi ambalo nilisema ile kundi hili sio poa. Unafikiri timu za Afrika zina nafasi gani katika kombe la dunia linalokuja? Kiukweli ni kujitahidi. Hii michuano bwana usimtegemea ndo anafanya maajabu. Tulimwangalia Morocco msimu ulioisha. Alivyotupeperusha sisi kwa Afrika vizuri. Unaona? Lakini kwa upande wangu kumwangalia Ghana ni mtu wa simpi nafasi sana. Simpi nafasi. Ila kwa Afrika mimi tunampa nafasi Morocco. Morocco nampa nafasi. Sawa sawa. Philipo Cyprian, bila shaka umemsikia ndugu yetu hapa amezungumzia draw ya makundi ya michuano hiyo ama finali za kombe la dunia ambayo imefanyika jana kule nchini Marekani. Nirejeshe matangazo kwako Philipo. Asante. Hayo akiwa ni maoni ya kutoka mtaani ambapo mashabiki wamezungumza mambo mengi. Sisi sote hapa tuna support kazi za mzawa Selemani Matola ili aweze kuchukua kijiti cha kuongoza Simba. Wampe hata angalau mpaka msimu uishe. Kwa nini?